Jambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Miongoni mwa yale tuliokuwa nayo ni Iran kutafakari pendekezo la Marekani la kumaliza vita. Marekani inataka kumaliza vita na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Marekani ilianzisha vita hivyo mnamo Februari 28 katika kile ilichokiita ni Operation Opeq Fury ikishirikiana na Israel. Sasa inatafakari kumaliza vita hivyo, huku Iran ikisema inatafakari mapendekezo ya Marekani ya kutaka kumaliza vita vinavyoendelea, huku taarifa zikidai kuwa pande zote mbili zinaweza kuwa karibu kufikia makubaliano mapya ya amani. Kwa mujibu wa ripoti ya Axios, ikulu ya Marekani inaamini inaweza kufikia makubaliano vipengele 14 na Iran, ikiwa ni pamoja na kusitishwa kwa urutubishaji wa nyuklia wa Iran, kuondolewa kwa vikwazo na kurejeshwa kwa usafiri huru katika mlango wa bahari wa Hormuz. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmail Baghei, amesema Tehran inapitia pendekezo hilo na baadaye itawasilisha msimamo wake kupitia wapatanishi kutoka Pakistan. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa Iran wameonyesha msimamo mkali wakisema Marekani haitopata kupitia vita kile ambacho imeshindwa kupata kupitia mazungumzo ya moja kwa moja, huku akionya kuwa Iran iko tayari kujibu mashambulizi yoyote mapya wakati wowote. Kwa upande wake, Rais wa Marekani Donald Trump amesema mazungumzo ya saa 24 zilizopita yalikuwa ni mazuri na kuna uwezekano wa kufikiwa kwa makubaliano, huku akisisitiza kuwa Iran haitaruhusiwa kuwa na silaha za nyuklia. Wa Iran wanasema wao hawana mpango wa kuwa na silaha hizo za kinyuklia, isipokuwa tu ni Marekani yenyewe ambayo inaishuku Iran kwamba ina silaha za nyuklia. Kwa saa kadhaa zilizopita, vyombo vya habari vya kimataifa vimeripoti taarifa kuwa Marekani na Iran wako karibu kufikia makubaliano ya kumaliza vita vinavyoendelea. Kwa mujibu wa ripoti ya Axios, ikulu ya White House inaamini kuwa mazungumzo hayo yamefikia hatua ya karibu kumaliza, huku shirika la Reuters likiripoti taarifa zinazofanana na hizo. Hata hivyo, katika mazungumzo yanayosimamiwa kupitia upatanishi wa Pakistan, mara kadhaa kumekuwa na dalili za matumaini kwamba vita hivyo vinaweza kumalizika kupitia makubaliano, ingawa bila mafanikio ya moja kwa moja. Katika mazungumzo ya saa 21 yaliyofanyika Islamabad mwezi uliopita, mamlaka zilikuwa zikiripoti maendeleo chanya kwa taasisi mbalimbali yakiwemo mashirika ya habari, lakini duru hiyo ya mazungumzo haikuzaa matunda. Pakistan, ikiwa mpatanishi na msimamizi wa mazungumzo hayo, inaonekana pia kushindwa kutoa maelezo ya kina kuhusu mwenendo wa mazungumzo ya sasa kati ya Marekani na Iran. Na hata hivyo, kauli za maafisa wa Pakistan zinaashiria kuwa mazungumzo bado yanaendelea kati ya pande hizo mbili. Vyombo vya habari vinazungumzia kuhusu uwezekano wa makubaliano kati ya Marekani na Iran, ambapo naibu waziri na waziri wa mambo ya nje wa Pakistan Ishaq Dar alisema Pakistan kama mpatanishi na msimamizi haiwezi kushiriki maelezo yoyote au taarifa isipokuwa pande husika. Lakini maafisa wa Iran wamepuuza taarifa za pendekezo la Marekani la kumaliza vita. Mjumbe mkuu wa bunge la Iran amepuuzilia mbali ripoti za vyombo vya habari vya Marekani zinazodai kuwa kuna makubaliano yanayokaribia kumaliza vita na Iran, akizitaja kama orodha na matakwa ya Marekani badala ya uhalisia. Kwa mujibu wa ripoti ya kituo cha habari cha Marekani Axios iliyochapishwa mapema, ikulu ya White House inaamini kuwa inaweza kuwa karibu kufikia makubaliano ya awali na Iran. Hata hivyo, moja kati ya mambo ambayo wakati huu yanatazamwa zaidi ni juu ya Wairan wenyewe. Wairan wanasema kwamba wanaweza wakamaliza vita hivyo, lakini kumalizika kwa vita hivyo ni kwamba Iran itakubali tu makubaliano ya haki na Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, ambaye yupo Beijing ambapo amekutana na mwenzake wa China Wang Yi, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Araghchi amesema Iran itakubali tu makubaliano ya haki na ya kina katika mazungumzo na Marekani yanayolenga kumaliza vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati. Akinukuu vyombo vya habari vya Iran, Reuters imeripoti kuwa baada ya mkutano wake na Wang Yi, Araghchi alisema, katika mazungumzo tutafanya kila tuwezalo kulinda haki na maslahi yetu halali. Na kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi alimwambia mwenzake wa Iran kuwa China ina wasiwasi mkubwa kuhusu vita ambavyo vinaendelea kwa zaidi ya miezi miwili na kwamba usitishaji kamili wa mapigano hauwezi kuepukika katika mazingira ya sasa. Hii ni ziara ya kwanza ya waziri wa mambo ya nje wa Iran nchini China tangu Marekani na Israel zilipoanzisha vita dhidi ya Iran tarehe 28 Februari.
Kwa mujibu wa AP, katika mkutano huo Wang Yi alisema, tunaamini usitishaji kamili wa mapigano unahitajika haraka. Kurejea kwa mapigano hakukubaliki na ni muhimu sana kudumisha dhamira ya mazungumzo na diplomasia. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.